Yes, bana Justin, taarifa mpya ya usajili kutoka katika klabu ya Simba ni taarifa ambayo inahusu Simba Sports Club kuvamia kambi ya Azam FC na kuulizia upatikanaji wa golikipa wao wa kimataifa kutoka nchini Ivory Coast, Issa Fofana, golikipa ambaye tangu msimu huu umeanza akiwa na kikosi cha Azam FC amecheza michezo mitatu ya ligi kuu ya soka Tanzania bara, lakini hajapata nafasi ya kucheza michezo almost mitano ya hivi karibuni kwenye zile major tournament ya ligi pamoja na michezo ile ya kimataifa. Issa Fofana anatakiwa Simba Sports Club kuja kukava nafasi ya magolikipa wawili ambao wamepata majeruhi ya goti. Tukianza na Musa Kamara ambaye yeye alifanyia upasuaji wa goti tangu mwezi wa 11 mwishoni mwaka 2025 na sasa hivi anaendelea recovery yake akiendelea kujitibu ili aweze kurejea mapema kiwanjani. Lakini kwa bahati mbaya taarifa za kitabibu zinaeleza kwamba Musa Kamara bado hajawa fiti kwa 100%, na kocha mpya wa Simba Steve Barker amependekeza kwamba Simba Sports Club waweze kusajili golikipa mwingine katika mazingira ambayo yanachangiwa pia na golikipa aliyekuwa anacheza kama backup ya Musa Kamara. Huyu ni golikipa Yakuba Suleimani, na yeye kupata majeraha ya goti akiwa anaitumikia timu ya taifa ya Tanzania katika mashindano ya AFCON. Yeye huyu aliumia kwenye mazoezi siku moja timu ya taifa ya Tanzania ikijiandaa na mchezo dhidi ya Nigeria, akapata majeraha ya goti mazoezini. Kwa hiyo na yeye akawa amefanyiwa upasuaji kwenye goti lake la mguu wa kulia, kwa hiyo akalazimika naye kukaa nje kwa muda mrefu. Kwa hiyo golikipa wa kwanza na wa pili wa Simba ni Kamara pamoja na Yakuba Suleiman, wote ni magolikipa ambao watakosekana Simba kwa muda mrefu, na inatazamiwa kwamba wanaweza kurejea mwishoni mwa mwezi wa pili ama mwanzoni mwa mwezi wa tatu. Sasa ukiangalia option pekee iliyopo kwa magolikipa waliosalia katika kikosi cha Simba ni unamkuta Hussein Abel, unamkuta pia na bwana mdogo kutoka katika kikosi cha vijana Alexander Erasto, na mwalimu tayari jambo zuri kwake Steve Barker ni kwamba ameshafanyia assessment kwenye mashindano ya Kombe la Mapinduzi ambayo yalifanyika Zanzibar. Magolikipa wote walipata nafasi, lakini ikaonekana kwamba hawatoshi, na mwalimu Steve Barker akaomba apatiwe golikipa mwingine wa ziada, hasa wa kimataifa mwenye uzoefu na mwenye uwezo wa juu kuliko Hussein Abel aliyepo available pamoja na bwana mdogo Alexander Erasto. Ndio Simba Sports Club sasa wakawa wametua rasmi katika kikosi cha Azam na kuulizia upatikanaji wa golikipa Issa Fofana, ambaye huyu Issa Fofana ni golikipa ambaye amesajiliwa msimu huu mwanzoni kutoka katika timu ya Al Hilal Omdurman ya Sudan, na ni golikipa ambaye wakati anasajiliwa Azam mwezi Agosti mwaka jana 2025 alisaini mkataba wa miaka mitatu mpaka mwaka 2028 ndio mkataba wake. Msimu wa 27-28 ndio mkataba wake na Azam unamalizika. Kwa hiyo Issa Fofana inaweza ikawa ni rahisi yeye kukubali kujiunga kwa mkopo katika kikosi cha Simba, kwa sababu ana uhakika kwamba akitoka Azam FC ana uhakika kuwa ni goalkeeper wa kikosi cha kwanza, first choice goalkeeper katika kikosi cha kwanza cha Simba, kitu ambacho hakijawa guaranteed wa kipindi hichi ambacho anachezea Azam, kwa sababu kama nilivyokuambia awali kwamba ni goalkeeper ambaye amedaka michezo mitatu tu ya mwanzo ya ligi kuu ya soka Tanzania bara, lakini ukitazama mechi nne za mwisho za Azam za hivi karibuni kwenye mashindano yale ya ligi kuu pamoja na mashindano ya kimataifa, hujamuona Issa Fofana katika picha ile ya squad ya kikosi cha kwanza cha Azam. Ni golikipa ambaye hajadaka mechi mbili za kimataifa za kombe la shirikisho dhidi ya AS Menyema ya DRC Congo, lakini pia hujamuona kidaka katika mchezo dhidi ya Wydad Club Athletic, mchezo ambao ulifanyika kule visiwani Zanzibar. Na michezo yote hiyo miwili Azam, kumbuka, wamepoteza. Mchezo wa kwanza walipoteza dhidi ya AS Menyema, lakini mchezo wa pili pia walifungwa na Wydad Casablanca goli 1-0 kule visiwani Zanzibar. Michezo yote miwili Issa Fofana alikuwa bench, hajadaka hata mchezo mmoja. Hata Azam waliporejea kwenye mikiki ya ligi kuu kwenye michezo miwili ya mwisho, mchezo dhidi ya Singida Issa Fofana alikuwa bench. Nakumbuka mchezo huo golini alianza Aishi Manula, lakini pia mchezo ambao ulifuatia dhidi ya Simba Sports Club ambapo Azam walishinda kwa magoli 2-0, golini alidaka Zuberi Foba, na Issa Fofana hakuwepo hata kwenye kikosi cha kwanza, ile match day squad. Issa Fofana hakumake it chini ya mwalimu Florai Benge. Florai Benge inaonekana
amewapa kipaumbele zaidi magolikipa wa kizawa ambao ni Zuberi Foba pamoja na Aishi Manula, na kwa performance ya Aishi Manula katika michezo hivi karibuni, hususan michezo ya performance ambayo ameonyesha katika Kombe la Mapinduzi Zanzibar, hususan mchezo wa fainali ambapo alifanya save ya penalti dhidi ya Pacome Zouzoua, lakini pia ukiachana kufanya save nyingi katika mashindano hayo, Aishi Manula ndo amekuwa alichaguliwa kama ni golikipa bora wa mashindano ya Kombe la Mapinduzi kwa msimu mwaka 2026, na ameonyesha kiwango kizuri sana, which means mwalimu Florent Ibenge anaweza kumwamini kuendelea kumtumia katika michezo mbalimbali ya ligi kuu pamoja na mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo hivi sababu kama hizi zinapelekea golikipa Issa Fofana nafasi yake kuwa finyu ya kucheza mara kwa mara katika kikosi cha kwanza cha Azam, kwa sababu mwalimu Florent Ibenge kama nilivyokuambia, inaonekana amewapa kipaumbele zaidi magolikipa wazawa Zuberi Foba pamoja na Aishi Manula, na kwa idadi ya mechi ambazo magolikipa wa Azam wamecheza ni Issa Fofana pekee ndio amecheza mechi chache za kimashindano kulinganisha na Zuberi Foba pamoja na Aishi Manula. Kumbuka Issa Fofana ni mmoja kati ya magolikipa bora kabisa Afrika. Ukizungumzia magolikipa bora Afrika, basi ukitaja listi yako ndefu ile huwezi kuacha kumtaja golikipa Issa Fofana, golikipa ambaye amedaka kwa kiwango kikubwa sana akiwa na Hilal Mduma katika mashindano ya kimataifa CAF Champions League, lakini pia ni golikipa ambaye msimu wake bora zaidi ulikuwa ni msimu uliomalizika akiwa na kikosi hicho cha Al Hilal katika mashindano ya kombe la klabu bingwa barani Afrika. Unakumbuka wao walikuwa kundi A kwenye kundi ambalo walikuwepo wao Al Hilal, walikuwepo Young Africans, MC Alger pamoja na TP Englaba Mazembe. Na huyu Issa Fofana ni golikipa ambaye msimu uliomalizika kwenye mashindano ya CAF Champions League ndio golikipa ambaye alikuwa na save ana asilimia kubwa ya kuokoa mipira ama kusave. Alikuwa na wastani wa kuokoa mipira kwa asilimia 82.1 akiwashinda magolikipa top wale magolikipa wakubwa ambao wanafahamu Afrika, akiwepo Djigui Diarra wa Young Africans, Ron Williams wa Mamelodi Sundowns, bila kumsahau El Shanawi golikipa wa Al Hilal pamoja na Ahmed El Shanawi golikipa wa Pyramids. Kwa hiyo Issa Fofana ndio alikuwa golikipa ambaye anaongoza kwa kufanya save nyingi katika mashindano ya CAF msimu uliopita. Ndipo Simba watafanikisha kukamilisha deal lake, basi watakuwa wamepata golikipa mzuri, kwa sababu ana uwezo mkubwa sana wa kufanya save kwenye eneo lake la golikipa, lakini golikipa pia wa kisasa ni modern, ana uwezo akacheza na kucheza kwa miguu yake yote miwili, lakini pia ni mmoja eneo lingine ambalo anasifika sana Issa Fofana ni uwezo wake wa zile reflexes, catches, lakini pia agility, uwezo wake, wepesi wake anapokuwa golini, lakini pia the way ambavyo ana command area yake penalty box. Ni goalkeeper ambaye amejitosheleza na ni mmoja kati ya goalkeeper warefu tulionao kwenye ligi ya Tanzania bara na urefu wa futi 6 na inchi 3. Hii inamwezesha kuwa dominant kwenye mipira ya hewani, hususan mipira ya kona na foul za karibu. Kwa hiyo ni goalkeeper mzuri ambaye kama atafanikiwa kujiunga na Simba kama taarifa zinavyotajwa, basi anakwenda kuboresha eneo lake, kuliboresha eneo la goalkeeping la klabu ya Simba Sports Club, ambako sasa hivi magolikipa wawili wa kwanza na pili, Musa Kamara pamoja na Yakuba Suleiman, wanauguza majeraha ya goti mpaka hapo watakaporejea.